Tunahitaji ushirika na Roho, na ikiwa tutafanya ushirika wetu naye, tunaamini barabara zetu zote za juma hili zitabarikiwa kabisa. Asante, karibu ndani ya Radio Fortune Africa, uko na burudani ya radio inayokuwa kwa kasi sana duniani. Pia asante, karibu katika kipindi cha Kisima cha Matumaini, na tunaamini Mungu yupo pamoja nasi. Tunaenda moja kwa moja kwa nukuu ya matumaini. Naamini katika nukuu hii pia neema ya Baba itakutosha na ukuu wake ungali pamoja nawe. Asante nyote, nashukuru sana. Jina langu ni Matthew Ndeva, na nashukuru sana kwa mkono wake na baraka zake. Juma ni jipya kabisa, tunateka anga ya juma hili tukitangaza wema wake Baba Mungu na fadhili zake ambazo zinakaa nasi siku zote. Bila yeye hatuwezi, lakini tukiwa naye Jehova tu washindi zaidi ya washindi. Tena tuna neema ya kutosha na uwepo wake Mungu unakaa pamoja nasi siku zote. Kibali kinatosha na ukuu wake Mungu upo pamoja nasi. Hatuna Mungu mwingine kama huyu. Kimbilio pia na tegemeo na kimbilio letu siku zote. Hawa watu wakasema katika nukuu, tukiketi hapa tutakufa. Tukiendea mji, pia mjini kuna njaa, tutakufa tu. Leo la maana tuliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, na wakituua sawa tutakufa tu. Katika hatua ya imani, katika nukuu, watu walio na imani siku zote watokapo kwa hatua ya kusonga mbele lazima watafaulu. Faulu kuko kwetu, hasa hata kwako wewe mahali uliko. Chukua hatua ya kusonga toka mahali uliko, enda sehemu ya pili. Umeketi hapo, imetosha. Umezunguka mlima huu, imetosha. Wakati wa kuondoka umefika. Chukua hatua tu. Ongea jinsi hawa jamaa walisema, tukiketi hapa tutakufa. Tukiendea mjini kuna njaa, pia tutakufa. Ama tukiliendea jeshi la Washami, wakituhifadhi hai sawa. Ukiona ni vyema watumalize sawa sawa. Na kwa hatua ya imani waliokuwa nao hawa watu wakiondoka, Mungu alisababisha vitu kwa njia tofauti, kwa sababu hatua za miguu yao zilipokanyaga chini, jeshi la Washami liliona ni kama jeshi kubwa linakuja kuwapiga. Majira yale asubuhi walichomoka na kuondoka, wakawacha kambi ikiwa bila kuwa na mtu. Waliwacha vyakula, wakawacha pale farasi zao za vita na vitu vyote vya vita pale. Nasema hivi katika nukuu, kila atakayechukua hatua ya kusonga mbele aendako kuna mabadiliko. Siku zote hatua ya kusonga inaleta mabadiliko kwa hatua ya maisha ya mtu wa kiroho, na hasa sana aliye na imani. Jambo la pili, mtu yule anapochukua hatua ya kuondoka aliko na kusonga mbele, anaziendea zile ahadi ambazo Bwana alikuwa ameahidi. Maana katika tabia za maandiko, Ibrahimu alipoondoka kwao kwa jamaa na watu wa nyumbani, alienda nchi asiyojua. Lakini usiku ulipofika, ahadi zilianza kutimika. Maana Mungu alimwambia, angalia nyota jinsi walivyo wengi, hicho ni kizazi chako. Enda baharini, angalia jinsi mchanga ulivyojaa baharini, hicho ni kizazi chako. Uchukuapo hatua ya kusonga toka mahali uliko kwenda hatua nyingine mbele, Mungu Baba anaanza kusababisha ahadi zake juu ya maisha yako. Siku zote utazipokea ahadi zako, utapokea kibali chako. Songa mahali uliko, unafinyika ama ufinyiki. Maisha ni mazito ama ni mazuri, lakini cha maana, songa kutoka uliko, enda sehemu ya pili. Chukua hatua ya imani. Maana ninaamini jambo moja, kesho yetu ni bora kuliko leo yetu. Na hata hawa watu walipoonekana wakitoka, walionekana wakienda, lakini kwa macho yao pengine hawakuwa wanaona kwamba waendako kuna kufanikiwa, kwamba waendako kuna kula na kushiba, kwamba waendako hawatapata jeshi la Washami, watapata kambi ikiwa bure. Hao ndio watatawala kambi. Nataka nikuambie, chukua hatua ya imani katika nukuu ya matumaini. Songa mbele, chukua hatua ya imani, toka uliko, enda hatua ya pili, na Mungu atakubariki sana. Na ndiyo nukuu ya matumaini. Asubuhi njema. Matthew Ndeva ndio jina langu, Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Radio inayokuwa kwa kasi sana duniani. Wema wake na fadhili zake Mungu zipo pamoja nasi.
na kibali chake kinatutawala siku zote. 45 61 468, hiyo ndilo TIN number ya Radio Fortune Africa. Simone kituo hiki kwa kichache ulichonacho, tumia mitandao yote na ituma fedha. Msaada wako ni baraka kwetu. Shiriki baraka hizi kutusaidia kuvuka na kufika sehemu ya pili ambayo tunaita FM. Maono na ndoto tulionayo tunakushirikisha kwa hizo baraka, na Mungu atakubariki sana. Asante kabisa, na ndiyo imekuwa nukuu ya matumaini.